nampenda Yesu, ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na shukuru Bwana kwa sababu ya neema yake na hata nafasi hii ya kuja kushirikiana pamoja katika hili neno ambalo Bwana alitupa. Nashukuru mchungaji kwa kunipa nafasi hii kusimama hapa kwa niaba yake. Neno letu kama tumesomewa masomo matatu. Tumesomewa Zaburi 111. Tumesomewa waraka wa Petro wa Timotheo mlango wa pili. Barua ya pili ya Timotheo mlango wa pili tukianza hapo 8. Na pia tumesomewa Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 17 tukianza hapo 11 kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno ambalo Bwana amenipa kupitia kwa hayo masomo matatu, ni ya kwamba Mungu anatushughulikia sisi wote na atupenda zote usawa. Tunapendwa na Mungu sawa sawa. Haijalishi wewe ni nani, umetoka wapi, unakaa vipi, upendo wa Mungu kwetu ni sawa. Na mapenzi ya Mungu ni kama neno linavyotuambia, ni ya kwamba hapendi kifo cha mwenye dhambi, bali ataka mwenye dhambi atubu dhambi zake na awe mrithi wa uzima wa nini? Wa milele. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu kwetu ni makubwa, na ndiposa neno linatuambia kwamba alimtoa Bwana wake pekee ili kila mtu, si wewe, si jina lako, kila mtu amwaminie asipotee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu kusiwe hata mtu hata mmoja atakayepotea, bali awe mrithi wa uzima wa milele. Katika Injili ambayo tumesomewa ni mambo ya hawa watu 10 Yesu aliwapata jiani wakiwa na ugonjwa ya ukoma. Ukoma ni ugonjwa ambao ulichukiwa, ugonjwa ulioogopwa, ugonjwa ambao ulikuwa ni chukizo ukitokea mahali popote. Hawa ni watu waliokuwa wametengwa, kwa sababu mtu ambaye ako na ukoma alikuwa anatengwa, anawekwa mahali pake peke yake, hakupitia njia ile wengine wanapitia, hakukula chakula na wenzake, aliwekwa kule nje. Nakumbuka Miriam, dada yake Musa na Aaron, baada ya kupata ukoma aliwekwa nje ya boma na anafungiwa mahali, hata chakula anarushiwa kwa sababu amepata ukoma. Ukipata ukoma, njia yako inakuwa tofauti, na hata unapata kengele ambao unaenda ukipiga kwa barabara ya kuambia watu wajue uko na ukoma, na wale watu wanapitia hiyo njia wabadilishe njia, kwa sababu watu wenye ukoma wanapitia katika hiyo njia. Kwa hivyo walikuwa watu waliotengwa, watu ambao hawakujulikana, watu ambao hawangepata nafasi kwa watu wengine kwa sababu ya ugonjwa. Hawa watu walikuwa chukizo, mnaona, chukizo kwa jamii. Kwa hivyo sijui hawa watu wako na chukizo. Wakati wa corona watu walikuwa nawekwa quarantine, si ndio? Kwa sababu wewe unatengwa, unawekwa uko na ugonjwa, utaambukiza wengine. Lakini hawa wa ukoma walitengwa kwa sababu ukoma ulikuwa nakuja kwa sababu ya dhambi. Lakini corona ilikuwa ni kuambukizwa. Wewe umekuwa mgonjwa, kwa hivyo unawekwa kando. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ametengwa, mtu ambaye amechukiwa, mtu ambaye amepewa kengele kama ng'ombe, ili akiende akigonga hiyo kengele
watu wasipitie katika hiyo njia. Nikutana na mfalme wa wafalme, Mungu wetu Yesu amepitia katika hiyo njia. Hakuogopa ukoma, hakuogopa kutengwa. Yesu akapitia katika njia hiyo katika Samaria na Galilaya, na akakuta hawa watu 10 walikuwa na ugonjwa. Kitu ambao kinanifurahishaga ya hawa watu 10, wa Galilaya na wa Samaria hawangekaa pamoja. Wayahudi na wale watu wengine walikuwa wamechukiana, hawalikawangekaa katika kikao kimoja. But these people walikuwa wamekaa mahali pamoja, hata kama hawakuwa wa Samaria na wa Galilaya na hawa wengine Wayahudi hawakuwa wakikaa pamoja. Lakini waliletwa pamoja na kitu kimoja, ya kwamba wote walikuwa wenye ukoma. Ile iliwaleta pamoja ni ukoma, na hiyo iliyoifanya wakae pamoja. Watu wakiwa na shida wanakaa pamoja. Kwa hivyo hawa watu kile kiliwaleta pamoja ni shida ambao walikuwa nayo, na walitengwa tu wote. Kwa hivyo walikuwa na ugonjwa, walikuwa na shida. Hawa watu hawangekubalika wote, na wakaja kukaa pamoja. Neno la Mungu linatuambia Yesu aliwapata pamoja, na walipomlilia Yesu aliwasikia. The act, walilia, wakamwambia Yesu, utuhurumie. Yesu mwana wa Mungu, utuhurumie. Watu hawa walikuwa na uchungu, walikuwa na shida, wakamulilia Yesu afanye nini? Awasaidie. Na Yesu mwana wa Mungu aliwaponya wote 10. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wote walifanya nini? Walipona. Na wakati watu wanakuwa na shida, wanakuwa na furaha sana, si ndio? Hata kwa matanga, si tunakuwa na matanga. Watu wakiwa na shida na matanga kwa kijiji wanashikana sana, si ndio? Lakini kifika wakati wa furaha, unakuta geti zimefanya nini? Zimefungwa. Lakini matanga ikitokea, geti inafanya nini? Shida ikitokea, hakuna mtu anaogopa. Hata kama kuna fisi, ama kuna wanyama, ama kuna waizi, geti haifungwi, si ni kweli? Kwa sababu kama shida imeingia tayari, ni huyo nani huyo mwingine nitamuogopa asifanye nini? Tunafungua milango yetu yote. Na hivyo ndivyo hawa walifanya. Walikaa pamoja, hawakuogopana. Lakini baada ya kuponywa, na wakaambiwa endeni mkajionyeshe kwa mchungaji, endeni mkajionyeshe kwa huyo priest. Walienda wote. Lakini mmoja wao alirudi nyuma, kwa sababu alijisikia amepona. Bwana Yesu asifiwe. Karudi kwa Yesu. Mara nyingi neno ambalo linatokea hapa katika hii somo ni mambo ya kushukuru, si ndio? Na tunaona huyu ambaye waliponywa 10, mmoja wao alirudi kufanya nini? Kushukuru. Na ni kweli alifanya vizuri. Ni vizuri kushukuru baada ya kufanyiwa mazuri. Pia wale si atu walifanya makosa, walikuwa na furaha ya kifani ambayo hawakuwa na shughuli zingine. Lakini neno la Bwana linatuambia imani yao liwaponya. Lakini huyu aliyerudi
alipata kibali machoni pa Mungu kwa sababu ya kushukuru, furaha iliyokuwa ndani yake haingemfanya akae. Angerudi akirukaruka na kumwambia Yesu ni asante. Hawa wengine hawakurudi. Si ya kwamba hawakupona, lakini hawakufanya nini? Nao kupoa, Yesu akawaambia imani yako, huyo mmoja ndio imekuponya. Wapendwa, mara nyingi shida ikiisha watu husahau, si ndio? Mtu akiwa hata tunatengana, tulipigana, tukapigana, tukaungana kwa sababu ya hiyo shida, lakini baada ya shida kuisha tunasema tuliachia vita wapi? Tukorania itwatigire ha bara citu. No aje kilio na ulinifanyia. Shida ziliisha. Tunarudia mahali tulifanya nini? Tulianza. Wapendwa, tunaanza kusema huyu ni kabila fulani, huyu ni kabila fulani. Kule kwetu Rift Valley ni mahali tulikuwa na vita na watu walifurushwa katika manyumba zao, na baada ya kufanya hivyo watu walienda kukaa kwa kambi, wakapewa hema, wakaanza kuishi pale. Lakini shida ilipoisha, vita ilipoisha, hakuna mtu alirudi na mwenzake. Chuki ilianza tena kwa sababu ilikuwa kabila zote wameumia, si ndio? Na baada ya kuumia, wakati shida iliisha, tu alianza kulengana kidole. Wewe ni Mkalenjin, wewe ni Mkisii, wewe ni Mkikuyu, wewe ni fulani. Chenye kilikuwa kimewaunganisha kiliisha. Na hawa ndivyo ilifanyika. Baada ya kuponywa, waliunganishwa na ukoma. Na baada ya kupona, kila mtu alienda njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Sijui tunaelewa namna gani? Baada ya shida tunatengana. Na hivyo ndivyo mara nyingi tutakosa uzima wa milele. Badala ya kwenda pamoja vile tulianza, badala ya kutembea pamoja kwa sababu ya vile tulikuwa tumeungana. Nafurahishwa siku hizi ya kwamba tumekuwa na Ashas. Baada ya kupanga grupu ya Ashas, wakatengeneza chama kikundi ambacho watakuwa wakisaidiana kama nini? Ashas, si ndio? Tukafika wengine pia baada ya kuungana, wanashikana, wanafanya kitu. Wapendwa, ni vizuri kujua ya kwamba hawa wanaukoma walitengana. Lakini Paulo akiandikia Timotheo barua katika mlango wa 2, kuwa askari wa Kristo. Askari hawaachani. There is an art oath ambayo imewaunganisha. Na Paul akaongea na Timotheo akamwambia, usiwaenenda, msimame imara kama askari wa Kristo. Na askari wakishikana wanaweza kushinda vita, kwa sababu yeye aliyetuunganisha ni huyu Yesu. Kwa sababu baada yake kuangikwa msalabani, tukafanywa kiumbe kipya na tukawa pamoja. Na ndio anaambia Timotheo, kumbuka Yesu huyu aliyekufa na akafufuka, ndio sisi nasi tufanywe hai. Huyu aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi, huyu Yesu aliyekufa, who suffered, ili sisi tupate kuwa warithi wa uzima wa milele. Huyu Yesu alifanywa criminal
because of me and you. Huyu Yesu ambaye who suffered, na sasa usimame imara. And Paul said, katika kufa kwake Kristo ndio kunanifanya nivumilie mateso na mazito ambayo tunapitia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukikumbuka mahali umetoka, nilikuwa mwenye dhambi, Yesu akaniokoa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimeshindwa, Yesu akanisimamisha. Nilikuwa nimepotea, Yesu akanibadilisha. Bwana asifiwe. Nikawa kiumbe kipya kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo wapendwa, ningesema ya kwamba tumshukuru Mungu kwa sababu tumepata ufunuo ya kwamba baada ya kuponywa, baada ya kumaliziwa shida, tusitengane. Bwana Yesu asifiwe. Turudi kwake Yesu na tuombe msamaha, kwa sababu uponyaji watokana ndani ya mioyo yetu, hautokani na mwili. Hawa ambao waliponywa mili, lakini wakaambiwa akajionyeshe kwa mtu wa Mungu. Na kwa hivyo baada ya kwenda, mmoja akarudi nyuma akaponywa mwili na roho. Praise the Lord. The healing that is whole, the body and spirit. Praise the Lord. Taweza kuwa tumeponywa mili, lakini roho zetu ni gonjwa. Hebu Bwana atusaidie. Unapoenda kwake Yesu, tujue ya kwamba yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuacha milele na milele. Kwa hivyo Yesu anataka, na mapenzi ya Mungu ni zote tupone. Bwana asifiwe. Anataka wewe uponywe roho na nini? Na mwili, ili uwe na moyo wa shukrani. Nilipokuwa nikisoma maneno haya, nilitazama hawa, hata nikapiga picha wakitembea, na nikawaona wamefika kanisani mahali walikuwa wajionyeshe. Na hawakuenda huko kwa sababu walikuwa na kitu. Mnaona wale wa lepers, mara nyingi tunakuja kufanya shukurani, si ndio, na bahasha, si ndio? Hawa walienda tu bila. Hawakuwa, kwa sababu lepers wangetoa pesa wapi? Lepers wangetoa sadaka wapi? Lakini walikuja na moyo mkujufu, moyo mtulivu. Huyu mmoja akarudi akamwambia Yesu, asante, umenifanyia makubwa. What is that the Lord has done for you? Ni nini hayo Mungu amekufanyia na umekosa moyo wa shukrani? Ni nini hiyo Yesu amekufanyia na umeshindwa kurudi hata kumwambia ni wewe umefanya? Nguvu zangu haziwezi, mali yangu haiwezi, marafiki hawawezi, utajiri wangu hauwezi, masomo yangu hayawezi. Lakini Yesu anafanya nini? Anaweza. Wale ambao walikuwa wametengwa wakarudi kwa jamii. Haleluya. Na wakarudi na ushuhuda ya kwamba tumepona. Wakakubalika tena. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama wewe umerudi na ushuhuda. Watu wenu walikuona wakati ulikuwa mbaya sana. Nakumbuka tulienda kuzika mwingine Embu. Watu alipookoka hapa Nairobi, baadaye aliaga, tukampeleka kule kumzika kule Embu. Na watu wa Embu wakakataa tumzike. Kasema huyo mwamulete eke atia guko. Huyo ni mwei. Atigirie atonyarira itura rigima. Ni mwei. Tukamwambia ameokoka, ametubu na ametoa ushuhuda. Amefanya nini? Ameokoka na amekuwa mmoja wetu katika ushirika. Akasema kaagire gucokia uira niki? Kwa nini hakurudisha nini? Ushuhuda ya kwamba ameokoka. Karegire gucokia uira niki?
So wote wakaanza kulalamika, huyu ni mwei, mwaturetera mwei riria akuite twiki atia, na tutiramenya kana ni kuragwo oragirwo nako, tukimera ithuĩ tũrĩ aira, mwĩtwĩtĩkĩrie tũmũthike. So tulifanya mazishi, lakini hawakukuja, walikaa kule kando. Na baada ya kumzika, kuweka shimo mwili kwa kaburi, mmoja alitoka huko akachukua ile msalaba akavuja na akarusha kwa kaburi ndani. Akatuambia sasa mrudishe mchanga. Si hadithi, ni mambo ya ukweli. Kwa sababu hakurudisha nini? Ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Hawa baada ya kurudi kwa wananchi, si ndio wameambiwa wakafanya nini? Wakajionyeshe, wapeleke ushuhuda. Wewe uliokoka Nairobi na ukampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, merudisha ushuhuda mahali ulitoka? Ni wangapi wanajua wewe umeokoka? Mtu akiponywa ugonjwa wa ukoma, anaenda na ushuhuda ndio akubarike tena, si ndio? Kwa sababu tulikujua wewe ni mwenye ukoma. Sasa urudishe ushuhuda ndio tukubali wewe umefanya nini? Umepona. Bwana Yesu asifiwe. Kama umepona, peleka ushuhuda. Peleke ushuhuda kwa nyumba yako, peleke ushuhuda kwa watoto wako, peleke ushuhuda kwa wale mnafanya kazi pamoja, peleke ushuhuda kwa wazazi, peleke ushuhuda. Waambie kwamba mimi nilikuwa mwenye ukoma na sasa nimefanya nini? Haleluya. Na sasa nimefanya nini? Nimepona. Utakaa na amani, utakaa na utulivu, utakuwa na upendo kwa sababu Bwana amekuhurumia. Wapendwa, tunapotengeneza maisha yetu, tunapata matumaini makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuwa huru, si ndio? Unakuwa huru. Nilikuwa mwenye ukoma, sasa nimepona, nimekuwa nini? Huru. Naweza kuishi mahali popote kwa sababu niko nini? Huru. Sitakaa na wasiwasi, hapana, niko huru katika Kristo Yesu. Hautakaa kama mtu amefungwa kwa sababu Bwana amekufanya upya katika maisha yako. Ndiposa Daudi anasema tumshukuru Mungu kwa sababu ya yale ameyafanya katika maisha yetu. Na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tukushukuru kwa kunena nasi. Asante Yesu kutujulisha siri hizi ya kwamba sisi tulikuwa wenye dhambi, lakini kwa neema ukatuokoa. Tusaidie kujua ya kwamba hakuna mahali pengine tuweza pata msaada isipokuwa ni kwako. Na baada ya kuponya, sisi tunakuwa huru kweli kweli. Tutoke tuwaambie wengine, tumekuona, tumepona, sisi si wagonjwa tena. Tunakuomba utusaidie. Tuondolee uoga na hofu na shida ambazo tunakuwa nazo mara nyingine kuenda nje kusema. Utupe ujasiri ili neno lako lipate kudumu katika maisha yetu na lipate kuangaza kwa wengine. Na ni katika jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Amen.